Kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, nataka tujikumbushe kitu kimoja. Mfumo wa nchi yetu wa kiutawala ni mfumo wa decentralization. Kwa hiyo nataka waheshimiwa wabunge tukumbuke hiki kitu. Kwa nini kama taifa tulikuja na mfumo huo? Tulikuja na mfumo huo ili kurahisisha wananchi wa kawaida kupata shida, kutafuta solution za matatizo yao. Nchi hii kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa kitongoji. Maana yake kwenye ule mtaa wanaweza kusaidiwa na mtu anaitwa mwenyekiti wa kitongoji. Tumetoka hapo tumemuita mtendaji wa mtaa, ndio mlinzi wa amani na matatizo yote ya mtaa ule. Ndio maana mke na mume wakipigana wanaenda kwa mtendaji. Ukienda mbele zaidi, tuna mtu anaitwa mtendaji wa kata. Wananchi tukakubaliana nao walete mtu wao anayeitwa diwani. Lakini kwenye level hiyo ya kata tuna afisa mifugo, afisa kilimo, afisa maendeleo ya jamii, afisa vyote, wizara zote zipo. Tumetoka hapo tukaenda level ya halmashauri za miji na halmashauri za wilaya. Kuna mtu anaitwa mkurugenzi, kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa halmashauri kwa niaba ya wananchi. Kuna idara zote na zinaongozwa na watu wanaitwa wakuu wa idara. Mheshimiwa Naibu Spika, tumetoka hapo tumeenda level ya kitaifa. Tumeenda mkoani, wilayani kuna DC na kamati yake yote ya wilaya. Tumeenda mkoani, kuna mtu anaitwa mkuu wa mkoa na wataalamu wake pale mkoani. Tumetoka hapo tumeenda level ya kitaifa ambapo tuna mawaziri, tuna manaibu waziri, tuna waziri mkuu, kuna wakuu wa vitengo, wakuu wa idara na wengine wote. Iwe mambo ya jinsia, iwe mambo ya ardhi, iwe mambo ya mikopo, kuna hao watu ambao tunawalipa kodi za Watanzania. Kinachonishangaza Mheshimiwa Naibu Spika, sio maana kwamba mimi sitaki viongozi wakuu wasifanye kazi. Lazima tuheshimu mfumo tuliouweka wenyewe. Leo hii waziri mkuu kutoka kujadili mambo magumu ya nchi, kujadili mikataba mikubwa ya kiuwekezaji, kushuka kijijini kwenda kusikiliza mtu aliyeachika na mume wake. Tuwe serious Naibu Spika. Maana yake tunataka waziri mkuu aache ratiba zake za kiwaziri mkuu. Jamani, waziri mkuu ni mtu namba 3 kwenye nchi. Namba 3. Tulitamani waziri mkuu yamfikie mambo ambayo hata mawaziri wa wizara nyingine wameshindwa. Tulitamani. Lakini hawa mawaziri wana manaibu waziri, tena watoto wadogo damu zinachemka kabisa. Taarifa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Chagurusu, Mheshimiwa Sigrada, una taarifa kutoka Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisa Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Dr. Jafari. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpa taarifa mzungumzaji dadangu Sigrada. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu anajenga mahusiano na Watanzania, anajenga mahusiano na wapiga kura wote wa nchi hii. Kwa hiyo nampa taarifa mzungumzaji kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu anachokifanya ni lazima aende akasikilize, na anafundisha Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara zake kwamba namna gani ya kuwasikiliza wananchi wa Tanzania. Na katika ziara zile tunakuwa na viongozi mbalimbali, tunakuwa na wakurugenzi wa halmashauri, nao wanapata somo namna gani ya kuwasikiliza Watanzania na kuliweka taifa pamoja. Kwa hiyo yeye analoliona ni dogo, mzungumzaji kule kwa wananchi ni kubwa. Liwe la changamoto ya $100,000 labda malipo ya mafundi, liwe changamoto kama ni na yale makubwa ya kisekta tunakuweko kule, manaibu waziri wizara mbalimbali, mawaziri mbalimbali ambao tunachukua yale makubwa ya kisekta. Kwa hiyo nampa taarifa mzungumzaji kwamba ziara ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu amezianzisha na anaendelea kuzifanya zinaleta matumaini makubwa na zinaongeza mahusiano kati ya wananchi na serikali yao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Sigrada, taarifa hiyo unaipokea? Inanisikitisha sana kaka yangu, Mungu amembariki, pia ni handsome. Mheshimiwa Naibu Spika, hajaelewa hoja yangu. Hoja yangu Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa siipokei, lakini pia tumuonee huruma waziri mkuu. Huyu waziri mkuu mnayesema anatengeneza mahusiano, nchi nzima atatengeneza mahusiano mangapi?
Huyu waziri mkuu ambaye mnasema anaenda kuongea na wakurugenzi, rais aliteua mkurugenzi ambaye hajitambui mpaka asubiri waziri aje muelimishe. Mbona tunapigia makofi vitu ambavyo logically vinagoma, waheshimiwa? Taarifa mheshimiwa. Naendelea. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Sigrada, una taarifa kutoka Mheshimiwa Dr. Chaya. Taarifa ya mwisho mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Sigrida kwa michango yake, lakini naomba tu nimpe taarifa kwamba moja ya kazi ya waziri mkuu ni kuisimamia serikali, na katika jukumu la kuisimamia serikali mojawapo ni kufuatilia lakini na kutathmini. Kwa kile anachokifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni sehemu ya majukumu yake, lakini anafanya vile kwa ajili ya vile kutufundisha sisi wengine kwamba hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kuisimamia serikali. Kwa hiyo naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Sigrida kwamba kile anachokifanya waziri mkuu kipo ndani ya scope ya majukumu yake, na anafanya hivi kwa lengo la kuhakikisha kwamba hata wale wa chini sasa wajua wanatakiwa kuwajibika katika kusimamia serikali. Nashukuru mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Sigrada, taarifa hii unaipokea? Asante Mheshimiwa Naibu Spika, siipokei, lakini namuonea huruma waziri mkuu kwa sababu tafika amechoka sana. Mpaka 30. Naendelea Mheshimiwa Naibu Spika.